Dunia inapozunguka kwa kasi na mivutano inapojaa maishani mwetu, je, tunaweza kukuta amani halisi? Zaburi 46 inatupatia jibu lenye nguvu: Mungu ni kimbilio letu na nguvu yetu, msaada ulio karibu sana katika shida. Maneno haya yalikuwa zaidi ya wimbo, yalikuwa tangazo la kijeshi. Wakati Yerusalemu ilipozungukwa na maadui, makoro ya Walawi yalisimama kwenye ukuta wa mji na kuimba maneno haya. Hawakuwa wanajifariji tu, walikuwa wakitangaza ukweli wa kimbilio chao. Kwa Kiebrania, neno ukimbilio ni imachse, maana yake ni mahali pa salama, ngome ya kujificha. Si tu msaada wa nje, bali ndani ya Mungu mwenyewe. Neno nguvu ni oz, si tu uwezo, bali nguvu inayofanya kazi kwa ajili yetu. Na neno karibu ni karov, maana yake Mungu yupo hapa sasa hivi katikati ya shida zetu. Hii si ahadi ya baadaye, ni ukweli wa sasa. Zaburi hii inazungumza na kila mtu ambaye amewahi kuhisi kuwa dunia inaanguka. Inaongea na yule mama anayejitahidi kulea watoto peke yake. Inaongea na yule baba ambaye kazi yake iko hatarini. Inaongea na vijana wanaojaribu kupata mwelekeo wao maishani. Inasema Mungu ni karibu zaidi kuliko unayofikiria, na yeye ni mzuri zaidi kuliko unayojua. Hebu tusikie maneno ya Zaburi 46 kama yalivyoimbwa na makoro ya Walawi. Mungu ni kimbilio letu na nguvu yetu, msaada ulio karibu sana katika shida. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapokuwa dunia ibadilishe nafasi yake na milima ihamishwe katikati ya bahari, ijapokuwa maji yake yavume na kufoka na milima itetemeke kwa kujivuna kwake. Hapa tunaona picha ya machafuko makubwa, ardhi inayotetemeka, milima inayoanguka, bahari inayovuma. Lakini katikati ya haya yote, wimbo unaendelea. Kuna mto ambao vijito vyake hufurahisha mji wa Mungu, mahali patakatifu pa makao ya aliye juu sana. Huu si mto wa kimwili, Yerusalemu haikuwa na mto. Ni picha ya amani na baraka za Mungu zinazotiririka. Mungu yuko katikati yake, hautatetemeka. Mungu atamsaidia mapema asubuhi. Maneno mapema asubuhi ni muhimu, yamaanisha wakati wa giza kabisa, kabla ya mapambazuko. Huo ndio wakati Mungu hufanya kazi. Wimbo unaendelea kuelezea jinsi Mungu anayaangamiza makao ya waovu na jinsi anavyosema, acha ujue kwamba mimi ni Mungu, nitainuliwa katika mataifa, nitainuliwa duniani. Huu ni wimbo wa ushindi, lakini zaidi ya hayo ni wimbo wa uhakika. Kuna mambo muhimu katika Zaburi hii ambayo mara nyingi tunayapita bila kuyazingatia. Kwanza, neno Sela linaonekana mara 3 baada ya mstari wa 3, 7 na 11. Hili si jina la mtunzi kama wengine wanavyofikiria. Ni ishara ya kimuziki inayomaanisha asimama, pumzika, tafakari. Ni kama kusema, ngoja kidogo, hili ni zito sana, linahitaji wakati wa kufikiria. Pili, katika mstari wa 10, Mungu anasema acha, kwa Kiebrania rafa. Hili si ombi bali amri. Ni kama kusema, acha mapigano yako, acha juhudi zako za kujisaidia, acha wasiwasi wako. Ni amri ya kujisalimisha. Tatu, Zaburi hii haikuimbwa katika hali ya amani. Kwa muktadha wa kihistoria, iliimbwa wakati wa vita. Kitabu cha Mambo ya Nyakati cha Pili kinaeleza jinsi makoro ya Walawi yalivyosimama mbele ya jeshi la Israeli na kuimba. Hawakuimba baada ya ushindi, waliimba kabla ya vita. 4, maneno Bwana wa majeshi yanaonekana mara 2. Hii ni jina la Mungu kama mkuu wa majeshi ya anga. Inamaanisha yeye ndiye anayeongoza vita vyote vya kiroho. 5, mji wa Mungu haumaanishi Yerusalemu tu, bali ni picha ya mahali ambapo Mungu anakaa na watu wake. Leo ni kanisa, kesho ni ule mji mpya wa anga. Katika Zaburi hii tunaona mabadiliko makuu ya kiroho ambayo Mungu anataka kuyafanya katika mioyo yetu. Mabadiliko ya kwanza ni kutoka kwa hofu hadi imani. Mstari wa kwanza unasema hatutaogopa, lakini hii si kukana kwamba kuna sababu za kuogopa. Kuna milima inayotetemeka, bahari inayovuma, mataifa yanayofanya machafuko. Lakini katika hayo yote tunaambiwa hatutaogopa kwa sababu Mungu ni kimbilio letu. Hii ni imani inayozidi mazingira. Badiliko la pili ni kutoka kwa machafuko hadi amani. Dunia inaweza kuwa na mivurugano, lakini kuna mto unaotiririka katika mji wa Mungu, mto wa amani. Huu si mto wa kimwili, bali ni upatikanaji wa amani ya Mungu katika roho zetu hata wakati mambo yanapoharibika nje. Badiliko la tatu ni kutoka kwa ujinga hadi busara. Ujinga ni kutazama mazingira na kusahau ukuu wa Mungu.
Busara ni kusema acha na kumjua Mungu. Ni kukubali kwamba yeye anajua kile tunachohitaji na yeye anafanya kazi hata wakati hatumuoni. Mabadiliko haya si ya haraka, ni safari. Lakini kila wakati tunapokumbuka kwamba Mungu ni kimbilio letu, tunafanya hatua moja zaidi katika safari hiyo ya kugeuka kutoka kwa hofu hadi imani, kutoka kwa machafuko hadi amani, kutoka kwa ujinga hadi busara ya kumjua Mungu. Wanyama wa porini wanazingatia jinsi binadamu wanavyojitahidi kupata usalama katika mahali pasipoaminika, wakati Muumba wao anawaalika kwenye kimbilio kamili. Ninaruka juu ya milima na mabonde na naiona binadamu wakikimbia kila mahali kutafuta usalama. Wanaumba maboma ya chuma, wanaunda akiba za dhahabu, wanafunga milango kwa kufuli nyingi. Lakini mimi nimejifunza kwamba usalama wa kweli haupatikani katika kile tunachoweza kuona. Mchungaji wangu ni kimbilio langu, na wakati nimemjua, siwezi kupoteza njia. Ndiyo, na nimeshuhudia jinsi binadamu wanavyoshindwa kuamini kwamba aliye mkuu kuliko mfalme wowote yule anaweza kuwa kimbilio lao. Wanajaribu kuwa wafalme wa maisha yao wenyewe, na hapo ndipo matatizo yanapoanza. Kutoka anga naona mazingira yanayobadilika, milima inayotetemeka, mito inayokausha, miji inayoanguka. Lakini pia naona kile kisichobadilika, upendo wa Mungu kwa viumbe wake. Je, ni kwa nini hawajui kwamba anayewaumba ndiye anayeweza zaidi kuwalinda? Kama mchungaji anavyonilinda mimi, Mungu anaweza kuwalinda wao pia. Zaburi 46 si tu wimbo wa zamani, ni mwongozo wa vitendo kwa maisha yetu ya leo. Kwanza, tunahitaji kuelewa kwamba Mungu ni karibu zaidi kuliko shida zetu. Wakati tunapoona matatizo makubwa, tunakuwa na uwazi wa kufikiri kwamba yamemzunguka Mungu na kumfanya asiwe na uwezo wa kutusaidia. Lakini ukweli ni kwamba Mungu yu ndani ya hali zetu zote, na yeye ni mkuu kuliko hali yoyote. Pili, tunahitaji kujifunza kutulia. Amri acha inamaanisha tuache juhudi zetu za kujaribu kutatua kila kitu. Si lazima tuwe na jibu la kila tatizo. Si lazima tuongeze mfumo wa kila hali. Mungu anataka tuamini kwamba yeye anajua tunachohitaji na yeye anafanya kazi kwa niaba yetu. Tatu, tunahitaji kukumbuka kwamba vita vyetu si vya kimwili tu. Shetani anataka tufanye machafuko katika mioyo yetu ili tusimwone Mungu kwa uwazi. Lakini tunaweza kuimba kama makoro ya Walawi, kabla ya ushindi, si baada yake. Nne, tunahitaji kuanzisha mazingira ya amani katika nyumba zetu na jamii zetu. Kama kuna mto unaotiririka katika mji wa Mungu, tunaweza kuwa vijito vya mto huo katika mazingira yetu. Tuweze kuwa watu ambao wanafanya amani badala ya machafuko. Mwisho, tunahitaji kuishi kwa ujasiri wa kujua kwamba Mungu ni kimbilio letu. Haitumaanishi kwamba hatutatembea katika shida, bali inamaanisha kwamba tutazitembea na yeye. Wapenzi, hebu tuende kwa Mungu katika maombi. Baba wa anga, tunakushukuru kwa sababu wewe ni kimbilio letu na nguvu yetu. Katika siku hizi za machafuko, tunahitaji kukumbuka ukweli huu. Tusamehe kwa mara nyingi tunapojaribu kuwa kimbilio chetu wenyewe. Tusamehe kwa kuogopa mazingira zaidi ya kukuamini wewe. Tuombe utuongoze kujifunza kutulia katika mikono yako. Tufundishe kuacha mapigano yetu ya kujisaidia na kuamini kwamba wewe unafanya kazi kwa ajili yetu. Tuomba utujalie amani yako katika nyumba zetu, kazini mwetu na katika jamii zetu. Tufanye kuwa vijito vya mto wa amani unaoitiririka kutoka kwako. Baba, tunaomba kwa ajili ya wale ambao leo wanakabiliana na maumivu, wasiwasi na machafuko. Wakumbuke kwamba wewe ni karibu na wewe ni kimbilio chao. Tuombe kwa jina la Yesu, amina. Kumbuka mpendwa, haijalishi ni machafuko gani yanayokuzunguka leo, Mungu ni kimbilio lako na nguvu yako. Yeye ni msaada ulio karibu sana katika shida. Tuonane katika somo liliofuata tunapoendelea katika safari yetu ya Genesis hadi Ufunuo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.